Yes, Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa majina naitwa Apostle Justin Semba. Leo tena imekuwa siku nzuri ya kipekee kwa ajili ya kuja kukwambia yale ambayo Bwana ameniambia nije niseme na wewe. Ikiwa katika mlima wa maombi, sikuwahi kuisikiliza sauti ya Mungu ana tu ana. Lakini naweza nikasema ya kwamba ilikuwa ndio siku yangu ya kwanza kukutana na Mungu. Na nilipojaribu kutaka kujua ya kwamba ile sauti ni nini, kwa sababu Biblia inasema yamkini zipo sauti nyingi, lakini unatakiwa kuijua sauti ya Mungu ni ipi. Niligundua ile ni sauti ya Mungu, kwa sababu ni sauti ambayo ilikuja kwa upendo na ilikuja kwa amani, na haikuweza kunifanyia kitu hicho kingine kibaya, na wala haikuwa na ujumbe mbaya. Sasa labda nisikucheleweshe kidogo niweze kwenda kukwambia kile ambacho nilikuwa nakiona na kukisikia katika maono. Nilikuwa naomba kuhusu huduma yangu, Mungu aweze kunisogeza mbele na anifanye kama manabii wengine ambavyo wamekuwa wana majina. Na nabii anapokuwa anajulikana ndo anapata wigo mkubwa wa kuwasaidia wale watu ambao wana shida mbalimbali. Nilipokuwa katika maono ya kumuomba Mungu anishushie neema mpya katika huduma yangu, ndipo Mungu alinifunulia kitu cha ajabu tofauti na kile ambacho nilikuwa ninakiomba. Katika maono nikawa naona nchi ya Tanzania na nchi ya Kongo. Lakini kitu cha ajabu ambacho nilikuwa nahitaji nikijue zaidi ni ile namna ambavyo wanajeshi wa Kongo walikuwa wanatoka Kongo na kuja Tanzania. Lakini wanajeshi wa Kongo walipokuwa wanakuja Tanzania, hawakuwa wanakuja peke yao. Nilikuwa nawashuhudia majeshi kadhaa ya Afrika Mashariki yakiingia katika nchi ya Tanzania. Na walipokuwa wanaingia, hawakuingia kwa ishara ya kishindo kidogo, waliingia kwa kishindo kikubwa. Na mimi nilikuwa naona mambo mengi sana ambayo yanatokea wakati majeshi mbalimbali ya Afrika Mashariki yakiingia katika ardhi ya Tanzania. Mungu akaniambia ya kwamba waambie watu wangu waombe, kwa sababu hichi kinachotokea kama sio neema yangu kitakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa naangalia majeshi ya nchi tofauti tofauti yakiingia katika ardhi ya Tanzania, kwa mawazo yangu ya kibinadamu nilikuwa najua labda pengine majeshi yale yamekuja kujifunza mbinu za kijeshi, kwa sababu JWTZ ni jeshi ambalo linaonekanaga ni imara, linaonekanaga lina ubora, linaonekanaga lina wanajeshi ambao ni kweli wanajeshi ambao wamekamilika. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinanistajabisha katika yale maono ni kuona majeshi yote ya Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda pamoja na Kongo wakiingia katika ardhi ya Tanzania. Na nilipokuwa nikiangalia ardhi ya Tanzania kwa umakini, niliona moshi ukivuka kila mahali. Nilipokuwa nikiangalia ule moshi, Mungu akaniambia, moshi huo unaouona ni vilio vya wale ambao wanateswa katika ardhi ya Tanzania. Mungu akaniambia, hujui tu mwanangu, kuna watu wengi sana wanalia katika ardhi ya Tanzania, wanaonewa, ni wanyonge, ni yatima, ni wajane. Ghafla nilimuona mtu mmoja anaitwa John Heche. Huyu yupo nadhani chama cha upinzani nchini Tanzania. Kwa wale wasionifahamu, mimi nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania, lakini utumishi wangu unaufanyia huku nchini Zambia. Cha ajabu zaidi, nilimuona mtu ambaye ana trendi sana katika mitandao ya kijamii anaitwa John Heche. John Heche nyuma yake kulikuwa kuna vijana wengi sana ambao nilikuwa nasikia wanalitamka neno la kauli mbiu ya chama hicho, no reform no election. Walipokuwa wanatamka neno hilo, nikawa naona kama mabomu ya machozi yanarushwa kwa ajili ya kuwatawanya watu.
katika moja ya mkutano wa huyu bwana John Heche. Wakati mabomu yanapigwa pale katika mkutano ule, ndipo Bwana akaniambia, moshi huo unaouona ni malalamiko ya wale wanaopigwa hayo mabomu. Mungu akaniambia ya kwamba kuna vitu vipo ambavyo vinaenda kutendeka katika nchi ya Tanzania, hakuna mtu atakayeamini. Labda tu nikwambie kitu kimoja, wewe unayenisikiliza, ni kwamba yule uliyemtegemea kwamba atakuwa mtawala, siye mtawala. Yule uliyemtegemea ya kwamba atatawala nchi ya Tanzania, sio mtawala. Kwa sababu kuna ishara itaonekana mwezi wa 5, wa 6 hadi mwezi wa 7. Ishara ambayo kila mmoja atastaajabu kwamba hii imekuwaje. Kwa sababu wakati moshi ule unafuka, kuna mtu mmoja ambaye sitaweza kumtaja jina mpaka lengo la Mungu liweze kutimia, ambaye yupo katika chama tawala, ambaye alikuwa katika muhimili wa juu sana. Sitaweza kumtaja jina. Huyu mtu niliona katika ule moshi ni kama anapuliza pumzi, ni kama ukatokea moto. Rabashata parada. Nataka unisikilize kwa umakini, kwa sababu nitazungumza kwa mafumbo sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akastopisha maono haya, lakini nakwambia tu kile ambacho Mungu ameniambia niweze kuja kukwambia. Na haya ninayokuambia nitajitahidi niyadadavue mafumbo kwa kuwataja viongozi baadhi wa nchi ya Tanzania. Nitawataja wote kwa kadri ambavyo Mungu Roho Mtakatifu ataniruhusu niweze kusema. Ngoja nikwambie tu kitu kimoja. Kabla ya moto ule kupulizwa na huyu mtu ambaye alifukuzwa katika muhimili wa juu, nilikuwa naona vitu ambavyo vinaendelea kwa baadhi ya watu. Katika maono haya nilimuona Humphrey Polepole, nilimuona Job Ndugai, lakini niliweza kufanikiwa kumuona Mheshimiwa Tundu Lissu, nikamuona John Heche. Na cha ajabu zaidi, katika moto ule ambao ulikuwa unakorezwa na yule mtu aliyefukuzwa katika ule muhimili, alikuwa ni Mheshimiwa Freeman Mbowe. Nikawa namuona yeye ni kama ana kuni zilizokauka sana. Ule moto unapopulizwa, unapotaka kuzima ili ule moshi upande juu, ni kama Freeman Mbowe anachochea. Kwa nikawa naona kuna vitu ambavyo vitaendelea katika chama tawala ndani ya mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Kila mmoja atashangaa. Kila mmoja atashangaa. Ni maono magumu sana, ni maono haya ya kutisha, lakini sina budi kuja kukwambia. Kwa sababu Mungu anawapenda, Mungu anawahitaji sana wa Tanzania. Vijana amkeni. Anza kuombea Tanzania, kwa sababu Tanzania hakuna kitu ambacho anajivunia nacho zaidi ya amani pamoja na utulivu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.